mufattiratu as-siyam, vyenye vitenguzi vya saumu, vyenye kufunguza vitenguzi vya saumu. ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ ni vipi vitenguzi ambavyo vinamfunguza mwenye kufunga, vinamfanya kuwa amefungua mambo hayo. المفطرات في القرآن ثلاثة, vitenguzi ndani ya Qur'ani vimetajwa ni vitatu ndio vilivyotajwa: al-aklu wash-shurbu wal-jima'u, kula, kunywa na kufanya jimai, tendo la ndoa. Mtu akafanya tendo la ndoa na mkewe, ndio ile kwa akrabu. Kwa maana hata mtu akisema kwamba haijaambiwa mtu akizini, mbona haijatajwa kwenye Qur'ani? Sawa. Sasa ikiwa mwenye mke pia amekatazwa, je, wewe tangu hapo haramu ulimpataje mtu huyo mwenye mkewe pia ambaye halali yake ameambiwa asifanye? Qur'ani iko hivyo. Kwa hiyo fanisbatu lilakli washurbi, fabinisbati lilakli washurbi, kuzingatia kula na kunywa, kwa yani ama kula na kunywa sawaun kana halalan am harama, ni mamoja imekuwa chakula hiko ni cha halali au haramu. Chakula mwenyewe cha halali fai, au cha haram pia kinafunguza. Sio kwamba si changu mwenyewe bwana halali yangu, hapana. Upande wa kula na kunywa ni mamoja imekuwa chakula cha halali au haram. Wasawaun kana nafi'an am darra, na ni mamoja kilikuwa chakula hicho chenye manufaa au chenye madhara, pia umefunguza. Sio kusema kwamba kitu chenyewe kwanza kimeharamishwa mtu kula, lakini kwa kuwa umekula umefungua. Wasawaun kana qalilan am kathira, ni sawa sawa mamoja kimekuwa kingi au kichache au kingi. Wa ala hadha fashurbu ad-dukhani mufattirun au muftirun, sawa na juu ya msingi huu fashurbu ad-dukhani, kuvuta sigara, mufattirun, kunafunguza. Kwa hiyo uweze kusema kwamba ni haramu, tumbaku ndio haramu, lakini kwa kuwa umefanya nini, umetumia kwa sababu ile tashurbu ad-dukhani, kunywa sigara, kuvuta sigara yote hiyo, lakini ni shurbu ad-dukhani, mtu anafungua. Kwa hiyo vitenguzi hivi kula na kunywa viko hivyo. الثالث والجماع وهو أغلظ أنواع المفطرات, jambo la tatu, kitenguzi cha tatu ni kufanya jimai katika mchana wa Ramadhani, mtu kutangamana na mke wake katika mchana wa Ramadhani. Sheikh akasema wa huwa aghladhu, na jambo hilo au kitenguzi hicho ndio aghladu anwa'i al-mufattirat, ndio aina iliyo kubwa zaidi katika aina za vyenye kufunguza. Katika jambo kubwa kabisa ni mtu kufanya tendo hilo mchana wa Ramadhani. Liwujubi al-kafarati fi, kwa kuwajibika kutoa kafara ndani yake. Kula na kunywa hakuna masala ya kafara, isipokuwa mtu atatakiwa kufunga, lakini suala la jimai kuna kulipa ile siku na kuna kutoa kafara. Kwa hiyo hili ni kubwa zaidi. Wal kafaratu, na kafara ya kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, hiya itqu raqabatin, ni kuacha mtumwa huru. Kama una mtumwa, kumwacha mtumwa muislamu huru. Fa in lam yajid, akikosa yani kama hakupata mtumwa,
fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, kufunga ni kufunga miezi miwili mfululizo, hakuna kuacha. Ukiacha siku moja bila udhuru unaanza moja. Kufunga miezi miwili mfululizo. Fa illam yastati', akishindwa kufunga miezi miwili mfululizo, labda mtu mzima au mtu ana maradhi, fa it'amu 60 miskinan, basi atawalisha maskini 60, chakula cha kushiba. Kawakusanya pamoja wakala chakula cha kushiba, ndo kafara ya mtu mwenye kufanya tendo hilo la ndoa mchana wa Ramadhani. Arabi'u, kitenguzi cha 4, inzalul manii biladhatin, kujitoa manii biladhatin, kutoka na manii kwa kujisikia raha. Si kama mtu amekaa ametoka yenyewe, lakini yeye akapata raha katika kuja kujitoa kutoka na manii. Walakin laysa fihi kafara, lakini jambo hili halina kafara. Lianna al-kafara takunu fi al-jima'i khasatan, sababu kafara hasa inakuwa katika swala la jima'i. Imehusika kafara, inahusu swala la tendo la ndoa. Kwa hata kama mtu amekaa mazingira alafu akatamani mpaka akamtoka manii, pia yeye anachotakiwa kuilipa ile siku, lakini si kutoa kafara. Tofauti na mtu kama amemtoka wenyewe. Inawezekana mtu amelala mchana ameamka amtoka na manii, hakuna kafara na saumu yake iko sahihi, wala hakuna neno katika isipokuwa na janaba, atakoga janaba, lakini saumu iko sahihi. Kama ameota usingizini amelala mchana wa Ramadhani iko sahihi.